Yohana sura ya 10 na ule mstari wa 10. Yohana sura ya 10 na ule mstari wa 10. Haji ila aibe, achinje na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Kisha wawe nao tele. Sura ya 11. Ishia mtumishi wa Bwana. Amen. Haya ni maneno ambayo alikuwa anayazungumza Bwana Yesu. Alikuwa akizungumza kwa habari ya mwivi. Alisema ya kwamba mwivi haji ila aibe, achinje na kuharibu, lakini mimi nalikuja ili muwe na uzima, kisha muwe nao tele. Akiwa anaongea habari za mwivi, hamaanishi mtu mwingine, ila anamaanisha Shetani. Shetani ni mwivi, na kazi ya Shetani kwenye maisha ya mtu, Yesu amesema yeye ni kuiba. Kazi yake nyingine ni kuharibu, kazi yake nyingine ni kuua, lakini Yesu anasema mimi nalikuja ili muwe na uzima, kisha muwe nao tele. Na jioni ya leo mahali pa mkazi Wakokomkama tumekuletea habari njema za Yesu. Tumekuletea Yesu ambaye akiingia ndani ya maisha yako analeta uzima. Tumemleta Yesu ambaye ukimwamini jioni ya leo, anapoingia ndani ya moyo wako, yamkini kuna mambo yaliyokuwa yamekufa. Yesu anasema ya kwamba yeye akiingia analeta uzima. Haleluya! Yesu, utakuwa salama, utakuwa salama, utaingia katika pendo lake, naye ameshajitoa kwa ajili yako, ameshajitoa kwa ajili yako. Kitakachokufanya uingie kwake, jenga imani yako jioni ya leo, ukapate kumpokea huyu Yesu ambaye atakutoa katika hizo shida, atakutoa katika hizo vifungo ambavyo umefungwa navyo kwa muda mrefu, umeteswa kwa muda mrefu, umehangaika na magonjwa, umehangaika na magonjwa. Wakati mwingine hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Amina. Katika andiko letu hili la Yohana 3:16 tunaona ule upendo wa Mungu katika maisha yake, kwa maana jinsi hii Mungu mwenyewe aliupenda ulimwengu akaamua kumtoa mwanawe Yesu wa pekee, ili kila mtu yule atakayemwamini, amen, atakayemwamini. Sasa jioni ya leo tumeleta neno hili mbele zako. Mungu anahitaji wewe umwamini jioni ya leo. Mungu anahitaji umtolee maisha yako. Mungu tunaona mwenyewe aliamua kujitoa yeye kwanza. Sio kwamba wewe ndio utakuwa mtu wa kwanza kujitoa. Mungu alijitoa yeye kwanza. Alimtoa mwanae pekee ambaye ni Yesu. Alitoa maisha yake kwa ajili yako wewe mwenye dhambi. Naomba ujitathmini jioni ya leo. Kuna mambo mengi umekosea. Pokea Yesu. Ndio maana jioni leo tunakuja na ushuhuda huu kwamba Mungu anakupenda. Mungu ameleta ujumbe huu kwako jioni ya leo. Mungu anahitaji utoe maisha yako kwake. Amen. Hatujaja kuleta dini, haijalishi wewe ni Muislamu, haijalishi wewe ni Mkristo wa aina gani, haijalishi wewe ni Mkatoliki, ni Mroman. Hatujaja kuleta dini, tumekuja kumleta Yesu. Yesu aliyejitoa maisha yake kwa ajili yako. Amen. Kwa hivyo tunahitaji ujitoe kwa ajili ya Yesu. Mungu anakupenda. Ndio maana jioni leo ametuandaa sisi watumishi wake kuja kuleta neno lake kwa ajili yako. Amen. Anawapenda sana. Anawapenda zaidi ya nyinyi mnavyojijua. Anawapenda zaidi ya nyinyi mnavyojipenda. Sikiliza nikwambie, usione furaha tulionayo. Furaha tulionayo ni kwa sababu tunaye Yesu ndani ya mioyo yetu. Shauku tulionayo sisi na wewe umpokee Yesu ili uwe na furaha kama tulionayo sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatuchezi bure hapa, ni kwa sababu Yesu ametupa furaha ya kumchezea, na hatuoni aibu, hatuoni haya kumchezea Yesu, maana tunajua alikotutoa, tunajua nguvu yake aliyoisha. Sikiliza nikusomea Biblia. Biblia inasema Mathayo sura ya 10:28, Biblia inasema, "Njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha." Nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Sikiliza. Yesu anatangaza pumziko la rohoni. Anatangaza pumziko la maisha. Kuna pumziko la Bwana Yesu ameitangaza siku ya leo. Kuna pumziko ambaye atapokea pumziko. Alafu anapokea pumziko kuna raha.
raha, kuna raha, kuna raha. Injili hii ni uweza uletao wokovu, ni uweza uletao badiliko. Hata kama huwezi kuacha pombe, ukipokea injili hii unabadilika, unaacha kunywa pombe. Hata kama huwezi kuacha zinaa, unapopokea Yesu zinaa inatoweka, maana ni uweza uletao wokovu. Tunapozungumza kwa habari ya uweza, sio nguvu za waganga. Tunapozungumza kwa habari ya uweza, sio nguvu za elimu za madaktari, ni nguvu ya jina la Yesu, ni nguvu ya jina la Yesu iletayo mabadiliko, iletayo mabadiliko kwa kila aaminie. Kazi yako ni kumwamini Yesu. Kazi yako wewe baba, kazi yako wewe kijana, kazi yako wewe dada, mwamini Yesu, mwamini Yesu mama, mwamini Yesu mtoto. Badiliko linakuja, badiliko linakuja.